Je, umewahi kuwa kwenye mabishano halafu ukahisi kama unapoteza nguvu? Si kwa sababu uko wrong, bali kwa sababu mwingine anapiga kelele zaidi. Fikiria hii. Uko katikati ya mazungumzo makali. Kisha unasema sentensi moja tu. Ghafla sauti zinashuka. Macho yanabadilika na kunakuwa na kimya. Sio kwa matusi, sio kwa hasira, bali kwa akili, utulivu na mamlaka ya ndani. Leo nitakufundisha majibu matano ya kisaikolojia ambayo yakitumiwa kwa usahihi yanaweza kumnyamazisha mtu yeyote. Boss, mwanafamilia mgumu au mtu anayependa kukutawala. Na kumbuka hili, jibu la tatu likitumika vibaya linaweza kukuangusha. Lakini likitumika sahihi linamvunja hata manipulator, mdanganyifu hatari. Baki hadi mwisho kwa sababu haya si maneno ya kusikiliza, ni maneno ya kubadilisha hadhi yako kabisa. Kabla hatujaendelea, subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya na washa kengele usipitwe na video zetu kila siku za kukujingi kisaikolojia na maisha. Kila mtu angalau mara moja maishani amewahi kuhisi hasira hii. Unasema jambo la maana, lenye mantiki, lakini mwingine hasikilizi. Badala yake, anakukatiza, anapandisha sauti, anashambulia tabia yako badala ya hoja yako. Katika jamii yetu, tumejifunza kimakosa kwamba kelele ndiyo nguvu, kulazimisha ndiyo ujasiri, na hofu ndiyo heshima. Lakini hiyo si heshima, huo ni utawala wa muda mfupi. Nguvu ya kweli haiko kwenye kupaza sauti, iko kwenye kujimiliki. Na hapa ndipo majibu haya matano yanaingia. Jibu la kwanza, sihitaji kupaza sauti ili niwe sahihi. Watu wengi wanapopaza sauti, lengo lao si ukweli, ni kutawala mazingira. Wanataka uingie kwenye mchezo wao wa kelele na hasira. Lakini unaposema kwa utulivu, sihitaji kupaza sauti ili niwe sahihi, unabadilisha kabisa nguvu ya mazungumzo. Hujapambana, hujajitetea, umechukua uongozi wa kisaikolojia. Stoic Epictetus alisema, asiye udhibiti ulimi wake atakuwa mtumwa wa hisia zake. Kwa sentensi hii, unaonyesha kuwa mantiki yako inatosha, utulivu wako ni silaha, na heshima yako haitokani na kelele. Na watu waliopo wanahisi hilo. Jibu la pili, namna unavyozungumza inaonyesha zaidi wewe kuliko mimi. Unaposhambuliwa kwa dhihaka au kejeli, hisia za kawaida zinakuambia rudisha. Lakini mtu mwenye nguvu hafanyi hivyo. Anasema, namna unavyozungumza inaonyesha zaidi wewe kuliko mimi. Hii sentensi haishambulii, haijitetei, inaakisi. Mtu analazimika kusikia sauti yake mwenyewe kupitia maneno yako. Marcus Aurelius aliandika, kisasi bora ni kutofanana na aliyekuumiza. Na unakobaki mtulivu wakati mwingine anapoteza udhibiti, nguvu inahamia upande wako moja kwa moja. Jibu la tatu, tuzungumze pale tutakapoweza kuheshimiana. Hili ndilo jibu hatari zaidi, lakini pia ndilo lenye nguvu kubwa sana. Kuna mazungumzo ambayo si mijadala, ni mashambulizi yaliyovishwa jina la maoni. Mtu anakukatiza, anakudharau, anataka kushinda, si kuelewa. Unaposema, tuzungumze pale tutakapoweza kuheshimiana, hujakimbia, umeweka mipaka ya kihisia. Epictetus alisema, huwezi kudhibiti watu, lakini unaweza kudhibiti kile unachokikubali. Mara nyingi, hii sentensi inawalazimisha wajitazame au inawalazimisha kunyamaza. Na hapo tayari umeshinda. Jibu la nne, napendelea kutoendelea na mazungumzo haya. Hii ni sentensi ya mtu aliyechoka kuchezea ego. Kuna wakati kuendelea kuzungumza hakubadilishi chochote. Kuna kuumiza zaidi, kuna kuvuta chini. Unaposema, napendelea kutoendelea na mazungumzo haya, unachofanya ni kuchagua amani, kulinda heshima yako na kuondoa sumu kwenye maisha yako.
Marcus Aurelius alisema, chagua kutoumia na hutahisi umeumia. Hii si kushindwa, ni ushindi wa kiwango cha juu. Jibu la 5. Huo ni mtazamo wako na nauheshimu, lakini sishiriki. Sio kila shiniko linakuja kwa uovu. Mara nyingi linakuja kutoka kwa watu wa karibu. Wanataka uone dunia kama wao. Unaposema, huo ni mtazamo wako na nauheshimu, lakini sishiriki, unatuma ujumbe mzito: ninasikiliza, lakini nafikiri kwa akili yangu mwenyewe. Seneca alisema, kuwa mtumwa wa maoni ya watu wengine ni gereza baya kuliko yote, na sentensi hii inakuvunja minyororo ya gereza hilo. Haya majibu 5 hayalengi kuharibu watu, yanalenga kujilinda. Ukianza kuyatumia, watu watakusikiliza zaidi. Watakuwa waangalifu wanapozungumza na wewe. Hutakuwa rahisi kuchokozwa wala kudhibitiwa. Kama video hii imekufungua macho, andika kwenye comments ni jibu gani utaanza kulitumia kuanzia leo. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa mtu anayehitaji kujifunza nguvu ya utulivu. Hapa tunajifunza kuzungumza kwa hekima, kuishi kwa heshima na kuwa na nguvu bila makelele. Hii ni Fikra Chanya.